jamani, tumefundishana siku moja pale darasani kuhusiana na mfumo wa taa. Tushakuelezea kuhusiana na ignition switch. Ignition switch ndio hii hapa. Alafu vile vile tuelezana kuhusiana na stop light switch ndio hii hapa. Vile vile tukoelezana kuhusiana na fuse box hii hapa. Tukaelezana kuhusiana na switch ya taa kubwa ama headlamp switch ndio hii hapa. Tukaelezana kuhusiana na flasher unit ndio hii hapa, na direction switch ndio hii hapa. Hatimaye kama mnavyokuwa mnaona, kuna nyaya hizi za blue zilizoweza kuunganishwa hapa. Hizi ni kwa ajili ya AC ama negative. Kwa hapa ni kwamba AC imeshaunganishwa katika bango zima ama saketi zote zimeshapata negative. Sasa basi, kumbuka tulifundishana kwamba kuna saketi ambazo tunazifanyia kazi zipo, tunaanza kuunganisha kama aina saketi ngapi? 5. Ya kwanza ni parking, stop light circuit, robin circuit, high beam circuit, and the last is what? Indicator circuit. Sawa? Sasa lengo langu kubwa kwamba tuweze kuona jinsi gani ya kuweza kuunganisha. Nachukua waya zangu, especially pale utaona kuna nyaya hizi ambazo ni ndefu kidogo, nazitenga, zinakuwa na eneo lake maalum. Kuna eneo lake maalum. Kwanza tunaanza funga taa gani? Taa za parking. Parking kama tukumbuka kwamba tuliona kwa parking tundu ni la 3 kutoka juu, kama mkiangalia hata kwenye bango pale mbele, la 3 kutoka juu, na la mwisho vile tunaanzia la 3 kutoka juu na la mwisho. Hatua ya awali tunakuwa tumekamilisha. Hatua inayofuata ni kwanza kuunganisha sasa mlolongo wa umeme unaokwenda na taa ya parking. Parking zenyewe zinaanzia kwenye ngapi? 58 inaenda kwenye fuse ya kwanza kulia. Fuse ya kwanza kulia itatoa kulia, itapeleka kwenye parking za kulia, na kushoto kwenye parking za kushoto. Mpaka pale parking ziko kwa nini? Zimekamilika. Baadaye tunaanza kufanya upande wa nini? Stop light circuit. Stop light circuit yenyewe inaanzia 15, inaenda 15 inatoka bwana, tupishe bwana, 15 54G inapeleka kwenye fuse ya pili kulia. Fuse ya pili kulia itatoa matundu mawili. La kulia itapeleka kwenye breki za kulia, la kushoto kwenye breki ya kushoto. Hii breki ya kulia inatumia waya mrefu. Kwa tutachukua upande wa kulia, tunapeleka stop light, unajua stop light ni ile pale. Tunapelekea afu ya kushoto, tunachukua waya, tunaipelekea kushoto. Unajua kushoto ni ipi? Ni ile pale. Stop light inafanya nini? Imekamilika. Tunakuja upande gani? Upande wa robin. Robin inaanzia kwenye 56 itaenda kwenye 56 ya nini? Ya headlight switch. Headlight switch itatoa kupitia A itapeleka kwenye fuse ya kwanza kushoto. Fuse ya kwanza kushoto. Fuse ya kwanza kushoto itatoa kushoto kwa ajili ya low beam ya kushoto, na kulia tutachukua waya mrefu. Low beam ya kulia tutachukua waya mrefu ambao tutaenda kwenye low beam ya kulia, tunajua ni tundu la pili. Low beam imefanya nini? Imekamilika. Baadaye tunakuja high beam. High beam yenyewe inaanzia kwenye B ya headlight switch. Kutoka kwenye B ya headlight switch inaenda kwenye fuse ya pili kutoka kushoto. Kushoto itatoa kushoto, itapeleka kwenye high beam ya kushoto, na kulia tutatumia waya mrefu high beam ya kulia. Na baadaye kuna ile taa kwenye dashboard. Taa yenye dashboard, kumbuka tuambia inakuwa ni chaguo letu. Either tuchukue kwenye high beam ya kushoto au ya kulia. Tuchukue pande gani? Kulia. Kwa basi tunachukulia wapi? Tunachukulia kulia pale. Pale high beam
imekamilika. Mwishoni tunakuja indicator. Indicator tunaunga za upande mmoja, tunakuja tunaunga za upande wa pili. Baadaye tunaanza kusafirisha umeme. Umeme upande wa trafficator unaanzia upande gani? Upande wa 15 kwenye ignition. Itatoka itaenda kwenye 49 ya flasher unit. Flasher unit itatoa kupitia 49A, itapeleka 49A ya nini? Ya indicator switch. Indicator switch itatoa left na right. Kwa chaguo letu tuanze kulia, tuanze kushoto. Twende upande gani? Kushoto. Kwa kushoto ni arrow. Arrow itaenda kwenye fuse ya kushoto. Fuse ya kushoto ni hii hapa. Fuse ya kushoto itatoka itapeleka kwenye indicator za kushoto. Indicator za kushoto zile pale. Kwa ili tukamilishe, hatuna budi tufanye nini? Ile indicator tunachukulia upande wa nyuma, tunapeleka kwenye kataa ka kushoto ili indicator ziweze kuashiria pale kwenye dashboard. Kwa upande wa kushoto tutakuwa tumekamilisha. Tunatokea tuendelee na upande mwingine. Upande wa kulia tunaanzia R. R itapeleka kwenye fuse ya kulia. Fuse ya kulia itatoa upande wa kulia, itapeleka kwenye indicator za kulia. Tayari baada ya hapo inatakiwa tunachukua kwenye tundu la nyuma pale upande wa indicator, tunakuja kufanya nini? Tunakuja tunapelekea kwenye dashboard light upande wa kulia. Mpaka pale bango linakuwa limekamilika. Lakini mnaweza mkauliza swali kwamba limekamilika kivipi mwalimu? Mbona hatujaona taa zikiwaka? Sasa hatua ya mwisho, tunachukua waya wa positive, tunaunga kama naonyesha. Huu waya positive unaenda kutoa kwenye 30 ya ignition switch. Hatua pale, then tunachukua negative. Negative tunaunganisha uko na negative, then tunakuja tunaiconnect pale mwanzo. Then tunaanza kuoperate. Mwako wa kwanza inatakiwa iwake parking. Kama inavyokuwa inaonekana taa za parking zimewaka. Tutawasha mwasho wa pili, taa kubwa zitawaka. Kama mnavyokuwa unaona hapa, kwa kuashiria kutokana na ile taa kwenye dashboard inawaka pale, ile inaashiria kwamba hizi taa ziko upande gani? Upande wa high beam. Lakini kubadili iende katika low beam, nikibonyeza pale mwanga utapungua. Hiyo ni low beam. Utakaposema badili, pale utabadilika, utakuta mwanga mkali na ile taa kwenye dashboard inafanya nini? Inakuwa inawaka. Then sasa kanyaga breki. Utaona kuna tatizo, inaonyesha kuna tatizo upande gani? Upande mmoja. Upande huku balbu imeungua. Sawa? Upande wa kule inawaka. Ukiachia inazimika, ukanyaga inawaka. Tuje upande wa indicator. Indicator utakuta hii ni upande gani? Upande wa kushoto, na hata kiashiria kile cha kwenye dashboard kinapiga cha upande wa kushoto. Hii ni upande wa kulia, na utakuta hata kiashiria cha upande wa kulia vile vile kinawaka. Hapa kwa ujumla, hii ndio circuit yetu ambayo kila mmoja wetu atashiriki kuweza kuifanyia kazi. Naomba nikushukuruni, asanteni kwa kusikiliza. Hivi taa ya upande wa kushoto ikiwa inawaka, je,